Isaria aliniangalia kwa mashaka, lakini pesa ilimshawishi. Alinifungulia, niliingia ndani na kwenda kwenye kompyuta ya mwisho kabisa, kule gizani. Nilichomeka ile flash drive. Mkono ukitetemeka nilifungua faili. Ndani kulikuwa na video moja tu. Imeandikwa, kwa ajili ya baba, ukweli wote. Mpenzi mtazamaji, kabla hatujaendelea na mkasa huu mzito wa Samuel, nina ombi moja dogo. Ikiwa unaifurahia simulizi hii na unataka kujua hatima yake, tafadhali bonyeza alama ya like hapo chini. Inatusaidia sana video hii kuwafikia watu wengi zaidi. Kama bado haujajiunga na familia hii, bonyeza subscribe na hiyo alama ya kengele, ili uwe wa kwanza kupata taarifa punde tu sehemu inayofuata itakapotoka. Na jambo moja la kipekee leo, ningependa kukutambua. Hebu niandikie hapo chini kwenye comments. Unatazama simulizi hii ukiwa wapi? Nilipiga play, video ilifunguka. Kwenye skrini alionekana yule binti, Jasmine. Alikuwa amekaa kwenye kochi la kifahari, macho yake yakiwa yamevimba kwa kulia. Alikuwa anatetemeka. Alionekana kama anarekodi video hii kwa haraka na hofu. "Baba," Jasmine alianza kuongea kwenye video, sauti yake ikiwa ya vilio. "Kama unaangalia video hii, basi mimi nimekufa. Nimejaribu kukuambia ukweli mara nyingi, ukakataa kuniamini. Ulisema Afande Zoro ni rafiki yako, ni mlinzi wako. Lakini baba, Zoro ndiye shetani." Jasmine alifuta machozi. Akasogeza kamera karibu. "Zoro hatumii magari ya polisi kusafirisha madawa ya kulevya kama ulivyodhani. Anatumia maiti baba. Anatumia mochwari ya hospitali ya taifa. Wanaweka vifurushi vya unga ndani ya vichwa vya maiti wasiojulikana, kisha wanazisafirisha kama miili inayoenda kuzikwa mikoani. Leo nimeingia kwenye ghala lake la siri Masaki. Nimeona kila kitu." Mwili wangu ulimiamka sisimka. Kumbe kile kichwa kwenye begi hakikuwa cha kuuawa tu. Kilikuwa kontena. Ndio maana kilikuwa kizito sana. Kilikuwa kimebeba mzigo wa mamilioni. Jasmine aliendelea kwenye video. "Aliniona. Anajua. Nakimbia sasa hivi. Nimebeba ushahidi mmoja. Kichwa cha mmoja wa wahanga wao ambacho walikuwa bado hawajakisafirisha. Nataka dunia ione unyama wanaoufanya. Baba, usimwamini Zoro. Usimwamini." Ghafla kwenye video, kukasikika mlango ukivunjwa kwa kishindo. Jasmine alipiga kelele, "Wamefika!" na video ikakatika. Nilirudi nyuma kwenye kiti, jasho likinitoka, japokuwa kulikuwa na AC. Huyu binti alijaribu kutoroka na ushahidi. Akaingia kwenye gari langu. Zoro alimkamata aliposhuka dukani. Akamuua, lakini hakujua kuwa binti aliacha ule ushahidi, begi, kwenye gari langu. Sasa mimi ndiye nimebaki na siri inayoweza kuangusha mtandao mzima wa madawa ya kulevya na mauaji. Nilijiandaa kuchomoa flash. Ghafla, nikaona mwanga wa rangi ya bluu na nyekundu ukimulika kupitia madirisha ya kioo ya cyber. Nilisikia sauti ya Isaria ikiongea kwa hofu mlangoni. "Hapana afande, nipo peke yangu nafunga." Kisha sauti nzito, ile niliyoisikia kwenye simu, ikajibu, "Najua yumo umo. Vunja mlango." Moyo wangu ulisimama. Walikuwa wamenitrack. Sio gari tu, walitrack simu yangu ambayo nilisahau kuizima nilipoingia cyber. Nimetegwa. Nimezungukwa. Na nina ushahidi ambao Afande Zoro yuko tayari kuua dunia nzima ili ufiche. Niliangalia dirisha dogo la nyuma la cyber. Lilikuwa na nondo. Mbele kuna polisi. Mkononi nina ukweli. Mlango wa chuma wa cyber ulipoanguka chini kwa kishindo, nilijua sina pa kutokea. Vioo vilipasuka na kusambaa sakafuni. Moshi wa mvua na baridi uliingia ndani, ukichanganyika na harufu ya baruti. Askari wawili wenye silaha waliingia kwanza, wakiwa wamenyoosha mitutu yao kwangu. Nyuma yao aliingia yeye, Afande Zoro. Alikuwa kama nilivyomfikiria, mrefu, mwenye mwili wa mazoezi, amevaa koti refu la mvua jeusi. Uso wake haukuwa na hisia yoyote. Aliniangalia mimi nikiwa nimebanwa kwenye kona ya mwisho ya cyber, nikiwa nimeikumbatia kompyuta kama ngao. "Kijana mjinga," Zoro alisema kwa sauti ile nzito niliyoisikia kwenye simu. "Ulipata nafasi ya kuishi, ukachagua kufa shujaa. Iko wapi hiyo flash?"
Mikono yangu ilikuwa inatetemeka, lakini nilikuwa bado nimeshikilia mouse ya kompyuta. Kwenye screen mbele yangu nilikuwa nimefungua ukurasa wa Twitter, X na Facebook. Nilikuwa nimeupload ile video ya Jasmine. Kitu pekee kilichobaki ilikuwa kubonyeza kitufe kimoja tu, post. Zoro alipiga hatua kunisogelea, akainua bastola yake na kuilenga katikati ya paji la uso wangu. Ondoa mkono kwenye kompyuta. Simama, nipe hiyo flash. Hii ni mara ya mwisho nakwambia. Moyo wangu ulikuwa unapiga kwa nguvu kiasi kwamba nilishindwa kupumua. Nilijua nikimpa flash ataniua ili kufuta ushahidi. Nikibonyeza post ataniua kwa hasira. Vyovyote vile nilikuwa na kufa usiku huu. Lakini nilikumbuka sura ya Jasmine kwenye ile video, jinsi alivyolia akiomba baba yake ajue ukweli. Nilikumbuka kichwa kilichokatwa kwenye begi. Nilikumbuka wadogo zangu nyumbani. Niliamua, bora nife nikijua dunia inaujua ukweli. Umechelewa afande, nilimwambia, sauti yangu ikiwa ndogo lakini thabiti. Zoro alikunja uso. Unasema nini? Nimesema umechelewa. Kwa kasi ya ajabu, nilibonyeza kitufe cha enter. Kwenye screen, mstari wa kijani ulijaa. Posted. Video ya Jasmine ilitumwa kwa mamilioni ya Watanzania ikitag akaunti ya rais, mkuu wa majeshi na vyombo vyote vya habari. Zoro aliona nilichokifanya. Macho yake yakabadilika rangi. Kwa mara ya kwanza niliona hofu ndani yake, lakini hofu hiyo iligeuka kuwa hasira ya mnyama. Mbwa wewe, alinguruma na kufyatua risasi. Bang! Nilijirusha chini ya meza ya kompyuta. Risasi ilipiga monitor, kioo cha kompyuta, ikapasuka vipande vipande juu ya kichwa changu. Zoro alikuja kwangu akiruka meza, akitaka kunimaliza kwa mikono yake. Alinikamata shati na kuninyanyua juu kama karatasi. Niliona bastola yake ikinisogelea usoni. Nitakuua polepole Samuel. Nitakuua. Lakini kabla hajabofya risasi ya pili, simu yake ikaanza kuita. Na simu za wale askari wengine zikaanza kuita pia. Na nje, sauti ya vingora ikaanza kusikika. Sio vingora vya polisi wa kawaida. Hivi vilikuwa vingora vya vingi, vizito, vikichanganyika na sauti za helikopta ikizunguka juu. Zoro aliganda. Sauti kutoka kwenye redio ya upepo kiunoni mwake ilisikika kwa kelele. Afande, tumezungukwa. Ni kikosi maalum kutoka makao makuu ya jeshi. Wamefunga mtaa mzima. Video ile ilikuwa imefanya kazi haraka kuliko nilivyodhani. Kumbe baba yake Jasmine, waziri, alikuwa ameona notification hiyo sekunde ile ile, na alikuwa amewatuma vijana wake wa kazi kuifuatilia location ya simu yangu ambayo Zoro pia alikuwa akiifuatilia. Zoro aliniachia. Aliniangalia kwa chuki, kisha akaangalia mlangoni. Alijua hana pa kutokea. Hii haijaisha, aliongea kwa meno yaliyokaza. Aligeuka ili akimbilie mlango wa nyuma, lakini alikutana na mwanga mkali wa tochi za kijeshi zikimulika kupitia lile dirisha lenye nondo. Angusha silaha, lala chini, hii ni amri. Sauti za makamanda zilitawala eneo lote. Zoro, kwa kiburi chake, alijaribu kuinua bastola kuwapiga askari wa nje. Huo ulikuwa uamuzi wake wa mwisho mbaya. Milio ya risasi ilirindima kama mvua ya mawe. Zoro alipigwa kifuani na miguuni. Akadondoka chini kwa kishindo, damu ikichuruzika kwenye sakafu ya cyber iliyojaa maji ya mvua. Wale askari wengine walinyoosha mikono juu kusalimu amri. Mimi nilibaki chini ya meza, nikiziba masikio, nikitetemeka. Sikujua kama niimbe au nilie. Askari wa kikosi maalum waliingia ndani kwa kishindo. Walimfunga pingu Zoro aliyokuwa bado anapumua kwa shida. Mmoja wao, kamanda mwenye nyota begani, alinisogelea. Alinitazama, akaona jinsi nilivyochoka, nilivyochafuka tope na damu. Aliniinua polepole. Wewe ndiye Samuel? Aliuliza. Niliitikia kwa kichwa, nikishindwa kuongea. Umeokoa nchi hii na janga kubwa kijana. Binti wa waziri amepata haki yake kupitia wewe. Nilitolewa nje ya cyber. Mvua ilikuwa imekatika na kuliacha harufu ya udongo mbichi. Nje kulikuwa na magari ya jeshi, polisi na waandishi wa habari. Mwanga wa kamera ulinimulika. Niliona Dula kwa mbali, akiwa amesimama na umati wa watu,
akinipungia mkono huku akifuta machozi. Nilipandishwa kwenye gari la wagonjwa ili nikachekiwe afya. Nilipokuwa nimekaa nyuma ya ambulance, nikitazama mwezi uliokuwa unaanza kuchomoza mawinguni, nilishusha pumzi ndefu ambayo nilikuwa nimeibana kwa masaa 5. Usiku ule ulikuwa mrefu zaidi maishani mwangu. Nilikuwa dereva wa Bolt 2 niliyetafuta 25,000 ya nauli, lakini niliishia kubeba mzigo mzito kuliko gari langu, mzigo wa ukweli. Zoro alifungwa maisha jela baada ya kupona majeraha. Mtandao wake uliangamizwa. Mimi nilirudisha gari la bosi. Sikutaka tena kazi ya udereva wa usiku. Serikali ilinipa zawadi nono kwa ujasiri wangu, kiasi kilichotosha kuwasomesha wadogo zangu na kufungua biashara yangu ndogo. Lakini mpaka leo, nikiwa nimesimama barabarani usiku, nikiona gari la Bolt likipita kwenye mvua, mwili unasisimka. Nakumbuka lile begi, nakumbuka harufu ya damu, na nakumbuka kuwa sio kila abiria anayepanda gari lako ni binadamu wa kawaida. Wengine ni abiria wazihimu.